Rais William Ruto bado ndiye anayeongoza katika safari ya kuwania urais kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Utafiti wa hivi punde wa shirika la TIFA unaonyesha kuwa Rais Ruto yuko mbele ya viongozi wa upinzani. Aidha, utafiti huo pia unaonyesha kuwa serikali ya broad-based imepunguza umaarufu na kufikia 30% pekee. Na kama anavyotaarifu Brenda Wanga, mrengo wa Linda Mwananchi wa chama cha ODM umepata uungwaji mkono mkubwa wa 73%. Utafiti wa hivi punde wa shirika la TIFA unaonyesha kuwa ati Kakamega mnasemaje? Rais William Ruto ndiye anayeongoza katika kinyang'anyiro cha urais, huku 24% ya Wakenya wakimuunga mkono katika uchaguzi wa mwaka 2027. Hata hivyo, licha ya upinzani kugawanyika, unaweza kutoa ushindani mkubwa dhidi ya Ruto iwapo usingekuwa dhaifu na uliogawanyika. Kwa sasa Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i na Edwin Sifuna, ambaye bado hajatangaza nia yoyote ya kuwania urais, wanaonekana kumfuata Ruto kwa karibu. Sehemu muhimu ya mikakati ya Ruto ni mwaniaji mwenza katika harakati za kutetea kiti chake. Huyo deputy president hatuna chuki na yeye kwa binafsi. Yeye binafsi hatuna maneno naye, lakini hiyo kiti ni kiti ya public. Chama cha ODM ambacho ni mshirika wa Ruto katika serikali ya broad-based kiliweka wazi nia ya kutaka nafasi ya naibu rais. Lakini utafiti huu wa TIFA unaonyesha kuwa anayeshikilia nafasi hiyo kwa sasa, Profesa Kithure Kindiki, bado ndiye anayependekezwa na zaidi ya 59% ya Wakenya kuandamana na rais katika uchaguzi. Hata hivyo, kwa upande mwingine, viongozi wanaohusishwa na ODM wanapata uungwaji mkono mdogo sana kwa nafasi hiyo. Wewe Goliathi. Kura hizo zinaonyesha kuwa uungwaji mkono kwa Kindiki unatokana na mtazamo wa udhabiti anaoleta katika utawala wa Ruto. Lakini kama si Ruto, basi ni nani? Upande wa upinzani unaonekana kuwa na mkusanyiko wa vigogo wa maeneo tofauti. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka na naibu kiongozi wa Jubilee Daktari Fred Matiang'i wakipata 18% ya uungwaji mkono kila mmoja, huku Rigathi Gachagua wa DCP na seneta Edwin Sifuna pia wakijitokeza katika orodha hiyo. Hata hivyo, kuna mwanga wa matumaini kwa wanaotafuta muungano wa pamoja. Tiketi ya Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i ilionekana kuwa nguvu zaidi kuliko ya Sifuna na Kalonzo miongoni mwa wafuasi wa upinzani. Lakini hata kama takwimu zinaonyesha kazi ngumu inayokabili upinzani katika safari ya urais, pia zinaonyesha kupotea kwa imani katika serikali ya broad-based. Uungwaji mkono kwa muungano huo umeshuka hadi 30%, huku 56% ya Wakenya wakipinga mpangilio huo. Tofauti hizi zinaonekana wazi zaidi ndani ya chama cha ODM. Takwimu zinaonyesha maoni ya wananchi kuhusu ODM. 73% ya wafuasi wa chama cha chungwa sasa wanaunga mkono mrengo wa Linda Mwananchi. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.